wengine wamehamisha hadi familia, wako mashambani. Lakini wewe umeacha kazi yako, umeacha biashara, umeacha, wengine wamekuja likizo kusalimia ndugu zao, kusalimia wazazi, lakini pamoja kwamba wamekuja likizo, lakini wameamua leo au wiki hii waweze kufanyaje? Kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi sasa naenda kuomba kwa ajili ya neno. Baba yetu wa mbingu na nchi, nakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Tunapoenda kujifunza maneno matakatifu, tunaomba Mungu tupe kibali. Roho Mtakatifu ashuke na atuhudumie sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la leo, sababu tuko kwenye maandalizi, kwa hiyo lazima tujiandae. Somo linasema maombi huleta uamsho ndani ya kanisa. Maombi huleta uamsho ndani ya kanisa. Tunapozungumza habari za maombi, makanisa mengi au Wakristo wengi au watu wengi ambao wameokoka leo hii wanatamani kuwepo ibadani, hawatamani kusikia habari za maombi. Na kama wazee nataka mkosane na watu, kama unahitaji ukosane na washirika, tangaza habari za maombi kanisani. Unaona na vikozi vimeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hata jana, ibada ya jana nilipoisikia ilikuwa ya nguvu, ni kwa sababu ya nguvu ya maombi iliyokuwepo hapa jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu anazungumza, hana ujasiri, hana imani ya kwamba kila anachokizungumza ni jambo ambalo linaenda kutendeka. Ni kwa sababu anatambua nguvu ya maombi iliyopo mahali hapa. Hawezi kusema kwa sababu kama haina nguvu ya maombi. Habari anazozizungumza pasipo maombi haiwezi ikatokea, bali itakuwa ni historia, itaendelea kubaki mahali hapa. Lakini kama iko nguvu ya maombi mahali hapa, lazima kitaeleweka mahali hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama iko nguvu ya maombi, naamini hata kama kuna mgonjwa akileta mahali hapa, hata kabla hajaombewa, akifika pale mlangoni tayari anafunguka, kwa maana anaingia ndani, anakutana na nguvu ya ajabu. Lakini leo, makanisa ya leo, anakiingia mtu wa namna gani, anatoka vile vile kama alivyoingia, kwa sababu ameingia kanisani, hakuna nguvu yoyote ile ambayo ina uwezo wa kumzuia, ambayo ina uwezo wa kumpinga. Wote mnalingana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unapotangaza habari za ushindi, ushindi unaendana na maombi. Na ndio maana unaona Mkristo ambaye anajitambua, ana akili, lazima muda wowote ule huwa anakimbia magotini pa Bwana. Anapopata jambo, maana pa kwanza ni kwenda kuomba. Na msaada wa Mkristo uko kwenye maombi, hauko kwenye mahubiri. Mahubiri, hata mganga ukimpa maiki na Biblia ana uwezo wa kuhubiri vizuri mahali hapa. Lakini ukitangaza habari kwa jina la Yesu, hapo ndo nguvu zinakuishia. Haleluya. Lakini leo hii makanisa mengi, sio la hapa, makanisa mengi hayana maombi. Makanisa mengi yawe ya TAG. Leo nataka nisungumze na makanisa ya TAG. Kila siku tunasikia ushuhuda. TAG ya kipindi kile sio TAG ya sasa. Sasa hivi tumekuwa ni wasanii. Tunakuja ibadani ili mradi kutimiza malengo ya kwamba na mimi ni TAG, nimeokoka na mpenda Yesu, lakini hauna muda wa kumtafuta Mungu. Hauna muda wa kwenda kuomboleza mbele za Bwana. Hauna muda wa kwenda kumtafuta Mungu. Na maana nashangaa TAG kuanzia tarehe 1 mwezi wa
THC. Alafu unaanza kusema nahitaji niwe mhubiri wa kimataifa, napokuwa nawagusa watu mapepo yanawatoka. Koma. Maombi humfanya mtu kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Unajua unapoenda kuomba kuna vitu vingi unaviomba kwa Mungu. Kuna muda mwingine unakuta hata Roho Mtakatifu hauna. Na leo hii kanisani watu wengi hatuna Roho Mtakatifu. Ndio maana unaona hata ibada tunaziongoza kwa sababu ya mazoea na taratibu ambazo tumezikuta kanisani. Mimi ni mshirika leo, nimeokoka, ninaletwa mahali hapa na kutana na ratiba ambazo ziko hapa, ndipo na mimi naendelea na ile ratiba. Lazima lakini niwe na ratiba yangu mimi mwenyewe na Mungu wangu. Kuna wakati Roho Mtakatifu anahitaji anihudumie mimi. Kuna wakati Roho Mtakatifu anahitaji aniongoze. Sio kwamba Roho atahitaji kuniongoza wakati wa kuimba kwaya ndio Roho atashuka aniongoze. Wakati wa kupiga vyombo, nikipiga vyombo vizuri kama leo aliponipigia vyombo na mimi nimecheza na kanisani sijawahi kucheza, ndio Roho Mtakatifu anashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaangalia hata kuabudu, tunaabudu katika hali fulani ya mazoea, mazingira fulani tumejiwekea. Tunahudhuria ibada sana, tunazipenda ibada sana. Jumapili tunafunga maduka, tunafunga biashara, tunaacha kazi, tunakuja kanisani. Lakini ukiuliza kanisani umeenda kwa sababu gani? Na unapokwenda kanisani una malengo ya namna gani? Wengine malengo yao wanakuja kanisani ili siku akifa na yeye nyumbani kwake wamfanyie ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani familia iangalie THC iko mara pale na vyombo hivi, wakiona hivi vyombo na hizi waya siko pale msibani, wanasema kwa nini alikuwa ni THC? Wanakuwa kifika pale wanaanza kusema haleluya, tutaonana. Mtaonana naye wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Aliye na siri ya maisha yako ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama wazee wanataka wagombane na wanakwaya, waambie maombi. Hautamuona hata kwenye mazoezi. Kweli kweli. Praise. Ili nguvu ya Mungu itembee mahali hapa, inahitajika uwe na muda wa kutafuta maombi. Ndio maana unaona mwana praise anaimba, yaani anashindwa kutupeleka rohoni. Kwa sababu gani? Mwenyewe hana maombi. Wamemtoa tu huko, wamemwokota, njoo mimi ni mwana praise, anaanza kuimba. Oh yeah. Sijui kuimba jamani. Hajawahi kufanya maombi hata siku moja. Hana muda wa kumtafuta Mungu. Angalau muombe Mungu akusaidie hata katika huduma yako ya uimbaji. Unapokuwa unaimba, angalau hata mimi mwenyewe ambaye unakuta sipendi maombi, angalau Roho Mtakatifu anisogelee kupitia wewe. Unajua Roho Mtakatifu anaweza kuwagusa wengine kupitia nyinyi waimbaji. Ndio maana ukikuta mwimbaji ambaye anachua kufanya maombi na ni mwana maombi, akisimama hapa kuimba, hata kabla mchungaji hajasimama kuhubiri, unaona nguvu inaanza kutembea huko. Bwana Yesu asifiwe. Akisimama kuimba, akishika maiki, akisema Mungu shuka, kweli unaona nguvu ya Mungu inashuka. Mchungaji anapoanza kusimama kuhubiri, kazi alishamaliza zamani yeye. Yaani yeye anaenda kumalizia tu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na ndio maana mkiona ibada zinabadilika kanisani, na ibada ya leo inakuwa ngumu, ibada ya jana ilikuwa nzuri, ni kwa sababu ya hawa wanapokuja kanisani hawajajitengeneza, ila kwa sababu wanajua kuimba, wakajua siku zote zitalingana. Bwana Yesu asifiwe.
kwa njia ya kuimba. Wewe huna maombi, mbebe mtu mwingine haja hapa naye ataimba. Haleluya. Yohana sura ya 4:23. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema nao saa inakuja halisi, wale wamwabudu Mungu watamwabudu katika roho na kweli. Na Mungu ndio anaowatafuta watu ambao wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Hamtafuti mtu ambaye anakuja hapa kwa sababu yeye yuko mahali hapa anahitaji kumalizia uzee wake kanisani. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu, ndio maana umeamua uje kanisani ili unapata msaada. Mungu anatafuta watu wa namna kama hiyo. Mungu anawatafuta wale watu ambao wanamwabudu katika roho na kweli. Na ndio maana kama unahitaji uone nguvu ya Mungu, hebu abudu kwa kumaanisha. Kama unahitaji uone nguvu ya Mungu itende kazi sawa katika maisha yako, amini ya kwamba Mungu anaweza kunitendea. Hata kama kuna jambo unaliona linashindikana, Mungu ana uwezo wa kulibadilisha. Kama kuna jambo ambalo uliona yawezekana ulinenewa kwa wazazi ya kwamba uwezi, nataka nikwambie kupitia nguvu ya maombi katika Mungu tunayemwabudu, Mungu ana uwezo wa kubadilisha kila ambacho kimenenewa juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana watu wengine unakuta kila mtu hapo kimuuliza ana historia maisha yake ya wokovu. Mwingine katandikwa huko kichomi ndio akaja kanisani. Mwingine karogo ndio amekuja kanisani akamtafuta mchungaji. Mwingine amekosa mtoto ndio amekuja amemtafuta mchungaji amuombe. Sasa amefika hapa tayari, sasa ameona kwamba amemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari ameona amemaliza kwa sababu ameshaombewa, yuko kanisani, sasa yuko huru. Nataka nikwambie ndugu yangu, na unapotangaza kuokoka ndipo unapotangaza vita na shetani. Pale unaposema nakubali kumtumikia Mungu ndipo unapotangaza vita. Na mna mwingine hata kama ndugu zako walikuwa wanakupenda na umeamua kuokoka, wanaanza kukuchukia. Kuna kozi zingine zina shida. Watu wengine wako mahali hapo wanasali, lakini katika familia zao ziko mambo zinawasumbua. Ndio maana unaposema nimeokoka, wengine wanatamani hata kutengwa. Kwa nini? Unaposema umeokoka, ina maana kuna madhabahu unaenda kuharibu katika mazingira ya kweli. Muda mwingine iko madhabahu ilisema hakuna kuokoka, hakuna kwenda kanisani. Hata kama ni mjukuu, ni binti, hakuna kwenda kanisani. Siko madhabahu za namna kama hiyo. Hauwezi ukaweza kwa kupitia mahubiri. Hauwezi ukashinda hiyo madhabahu kupitia kwaya. Bali ni nguvu ya maombi ndio ina uwezo kukusaidia. Nguvu ya maombi ndio ina uwezo wa kukubeba na kukuhamisha mahali ambako uliona kwamba hapa siwezi, katika familia hii, mazingira haya na ndugu zangu ninavyowafahamu, hapa siwezi. Nataka nikwambie, ukiomba kweli kweli na ukaomba kwa kumaanisha na ukamtegemea Mungu, ukaomba katika roho na kweli, ukamwambia Mungu, nahitaji hapa nilipo unibadilishe, badilisha familia yangu, badilisha mke wangu, badilisha mtoto wangu, badilisha wazazi wangu, hata wazazi wangu wale waliozaa babu wenye roho hizo ambazo watu wengine wanasiabudu, na leo mimi nazikataa. Haleluya. Kuna laana za mababu zenu au za mashangazi zinahitaji kutafute. Unajua wewe watu wengine kutokuzaa na kutokuolewa, wengine wamenenewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine unakuta wamenenewa. Hata kama utaolewa binti yangu, hautazaa kwa sababu shangazi yako tuliyekuita jina lake hakuwahi kuzaa, na wewe utakuwa mgumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia shangazi yako kuna kitambaa
alikuwa hana kimiliki, na wewe unatakiwa ukimiliki kitambaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kukuta mtu yuko kanisani lakini kumbe vipo vitu vingine anavimiliki kule. Huwezi kuviachia kama una nguvu ya maombi, na huwezi kuacha kama una maombi. Haleluya! Kwa sababu ukiacha katika hali ya kawaida, shida utakayokutana nayo utajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine wachungaji mnawapanga shida sana. Ndio maana tukiwaambia Mungu mnawapa mafungu ya 10 mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana mshukuru leo. Ila somo ndio yake tu pembeni. Siku nyingine wanipe tu nafasi. Mimi nawapigia debe sana hao wazee. Kwenye msosi hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao wachungaji mnawapaka shida sana. Shida za kwenu unampigia yeye azibebe. Baba, yani hapa sielewi, sijui niko vipi. Baba, naomba uniombe saa 8 za usiku. Kwani wewe hujui kumwomba Mungu? Wewe una Mungu? Au mchungaji yeye ana Mungu mwingine na wewe Mungu wako ni mwingine, kwa sababu Mungu wako wewe umemwomba imeshindikana. Sasa umeona ngoja niende kwa mchungaji, baba naomba uniombee, yani hapa sielewi, kitu kinagonga wakati wote, hapa sielewi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaposema uamsho unatokea pale ambapo kanisa linakuwa na nguvu ya maombi. Kanisa linaanza kumwomba Mungu, linaomboleza, na ikiwa ni siku ya kukumbuka ya kwamba tunaenda kusherehekea habari za kuzaliwa kwa Emanueli, lazima tunaenda kusherehekea habari za ushindi, habari za kushinda, kwa maana anayezaliwa ni mtu mwenye uwezo wa ajabu. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kumwambia shida yangu na akafanya kwa wakati. Ni mtu ambaye ana uwezo wa kueleza matatizo yangu na akatenda, sio mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Kwani siku anazaliwa askofu ulijua? Tuseme ukweli, si ni askofu tu jamani? Siku anazaliwa ulijua anazaliwa askofu? Ulijua? Ulijua? Sasa unajua askofu wako anazaliwa? Eti mzee, siku askofu anazaliwa ulijua? Ukujua? Kwani ukujua na kata alikuwa ni askofu wako? Kuna kujua kwa aina hii. Kuna kujua siku ya kuzaliwa kwake, ndio maana sema sijui. Yaani ukujua siku yake ya kuzaliwa, yaani ukujua siku ambapo amezaliwa. Ukujua. Kwa nini ukujua? Kwa sababu ni wakati wa nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, Yesu anaenda kuzaliwa. Watu wengi walijua kwamba yuko mtoto anaenda kuzaliwa. Kwa hiyo tambue huyo mtu alikuwa ni mtu tofauti. Kabla hajazaliwa, wako watu walianza jua mapema kwamba yuko mtoto ambaye anaenda kuzaliwa na sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana unaona Yesu sio mtu wa kawaida, ni mtu wa tofauti. Hata kama angekuja nani, bado Yesu ni mtu wa tofauti. Na ndio maana katika kuzaliwa kwake kulikuwa ni kwa tofauti. Mpigie Yesu makofi. Ili utambue siri ambayo iko ndani ya Kristo, ili utambue nguvu ambayo Yesu anayo, lazima uombe kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uwe mwombaji mzuri. Uwezi hivi, ndugu yangu, rafiki yangu, leo uko hapa karibu, wanaonijua kule kanisani wananifahamu. Ndugu, kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumapili, na Jumamosi una maombi. Jumapili tunafika hapa, twende kuabudu. Shuka Bwana, shuka Bwana. Hajawahi kufanya maombi hata siku moja, hapo lazima shuka Bwana.
kanisa la leo la KG. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, Jumapili nakuja mahali hapa, hajawahi kufanya maombi. Haleluya. Na waimbaji, wapiga vyombo, hakuna watu wabaya kanisani kama wapiga vyombo. Haleluya. Wao hawana time na maombi. Yaani ukitaka umkwaza sasa kwenye vyombo vyako, umwambie habari za kufunga na kuomba. Tena bora utangaza yale maombi ya kawaida tu. Hapo anaweza kuja. Kwa sababu amepiga ugali na maharage. Akifika hapo atakuwa na nguvu za kupiga vinanda. Kazi itaenda. Umwambie habari za kufunga na kuomba. Kwenye vyombo siku hiyo mchungaji atajifunza atapiga. Waga wanapotea kanisani na wapigana. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe sawa. Waga watu wanapotea kanisani wapiga vyombo. Ndugu, nataka nikwambie siku Mungu akishuka kwa kweli utapiga vidole mpaka vitapinda kama una maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji uamsho uendelee kuwepo mahali hapa. Na tunahitaji nguvu ya uamsho ionekane. Nguvu ya uamsho haipatikani mahali ambapo unaposimama unaposema miaka 13 ya uamsho ndio unasema tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunaenda kula ugali na mayai. Na kesho ni sikukuu. Hakuna nguvu ya namna kama hiyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata leo kuna watu ambao hawajaokoka wameshaandaa mambo ya kesho, lakini haendi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule Muislamu leo anaandaa, yuko kuandaa. Wengine wananunua soda, wengine wananunua mbuzi, wengine wananunua kanga. Mimi nilipigia mchungaji nahitaji kanga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanaandaa? Wanajua mtu anayezaliwa ni mtu tofauti. Ila hawezi tu kufika kanisani, lakini wanaenda kuabudu na kusujudu. Wanapoenda kuchinja yule kuku kwa sababu wanasherehekea anayezaliwa ni mtu tofauti, wanaenda kuabudu na wao ila wajitambui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo lazima utambue kwamba maombi yanaleta nguvu katika kanisa. Maombi au nguvu ya maombi yana uwezo wa kunibadilisha au ya kusababisha hata ibada kanisani ikabadilika. Tukaona kanisa linakuwa na nguvu ya Mungu kwa sababu watu wa Mungu wanapenda kuomba. Watu wa Mungu muda mwingi wanahitaji kuomboleza. Sasa kanisa tangu limefunguliwa halina maombi. Hata wazee wenyewe ukiwauliza walifanya nini maombi, watakwambia ile maombi ndio tutangaziaga yale. Wazee hao Bwana Yesu asifiwe. Ukiwauliza kipindi tena cha kilimo hiki, mzee ulifanya nini maombi? Unajua maombi tulifanya siku ile yaliyokuja yale ya kitaifa, yale ndio tulifanya yale maombi. Maombi yako ulifanya nini? Anakwambia nafunga pale nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao watu hawana vita. Hawana vita kweli kweli. Hayo mambo ya shule mwache mchungaji anajua kwa sababu mchungaji ndio ana shida. Kikinuka wanaanza na mchungaji. Mchungaji hawezi kuacha maombi. Kikinuka wanaanza na yeye. Lazima tuwekee ulinzi. Haleluya. Ndio maana hata wewe kikinuka unapeleka kwa mchungaji kwa sababu unajua muda wote yuko kwenye maombi. Kwa sababu wewe una maombi ndio maana kimenuka. Umeona hapa wasiwezi. Umteke niliyopiga ngoja nipelekee mchungaji. Unapasa. Ukikuta kule tayari yeye ashakajipanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee, kanisa hili lisonge vizuri, lazima tuwe watu wenye kuomba kweli kweli. Unatamani makani, wazee makani, upate mchunga, shetani hapendi. Haleluya. Kuna mambo unaona hayaendi ndani ya mwaka huu. Tunapoenda kumaliza mwaka, namwambia Mungu siku ya leo mambo ambayo hayakwenda mwaka 2020, mwaka 2021
Bwana Yesu sana. Unauza mtumba nzuri tu, nguo za special nzuri tu, lakini wateja wanapofika tu wanazipita, na si kwamba hawazioni, wanaziona. Haleluya! Yaani wateja unaona kabisa wanakuja ni hao hapa. Kina Samu wanakuja na makoti yao, wanahitaji kununua nguo, lakini wakifika kwako, mtumishi Bwana sifiwe. Amina. Ngoja nifike kwa nani pale. Kumbe halikuwa na haja, ila kwa sababu huko na mkosi ndio maana ameshindwa kununua. Haleluya. Tengeneza vizuri. Bwana Yesu sana. Kwa sababu anayezaliwa ni mtu mwenye matengenezo. Lazima hata leo ukubali kutengeneza. Ukubali kumwambia nahitaji nitengeneze. Pale ambapo nimekosea, unapozaliwa siku ya kesho, naomba